Kwa kweli unaonekana unataka kweli kutimiza ndoto zako, na kukaribisha sana muhula mpya utakapoanza. Hongera kwa kuweza kulipa ada na karibu sana shuleni kwetu, utafurahia. Na wengine ambao wanataka kujiunga nasi, usisite kuambia bado nafasi zipo. Tunataka kila mmoja aweze kupata nafasi ya kuweza kutimiza ndoto zake. Lakini pia shuleni kwetu kunatoa vipaumbele kwa watu ambao wanajitahidi. Kwa hiyo iwapo ukijitahidi, kwa sababu shule yetu inafadhiliwa, basi utarudishiwa nusu ya ada yako ukifaulu. Jamani, Mungu anipe nini tena, gunia la misumari? Mwalimu, unarudishiwa nusu ya ada ukifaulu. Jambo zuri sana hilo. Na kuahidi mwalimu, mimi nitakuwa miongoni mwa wale watu watakaofaulu, kwa sababu kwa kweli niko tayari kuweza kujituma. Niko tayari kuweza kufanya kile kinachotatikana ili mradi tu niweze kufaulu, kwa sababu ndoto ya kuweza kupata chochote ambacho kitaniongoza katika maisha ninayo, na hari pia ninayo, na nguvu za kuweza kufanya pia ninazo. Tunafanya hivyo ili kuweza kuandaa vijana wengi ambao watakaojiajiri zaidi, sio kwa ajili tu ya kuweza kulipa ada na kuweza kusoma shuleni kwetu, lakini tunafanya hivyo ili kuweza kuwasaidia na watu wengine ambao hawana uwezo wa kuweza kusoma ama kuweza kuwa na mtaji, basi watakapofaulu kuweza kupata sehemu ya pesa yao ambayo itawawezesha wao kuifanya kama mtaji. Sio tu tunakurejeshea ili ukapate kula, lakini unaweza kuufanya kama mtaji kwa kile ambacho ulichokisomea, ukaanza taratibu taratibu mpaka kufikia malengo yako. Kwa kweli mwalimu, natamani kama ningeijua hii shule tokea kitambo. Mwalimu, natamani kama mimi nakwambia tena, ningeweza kujua hii shule tokea kitambo, wala hata nisingekuwa sihangaiki. Mwalimu wangu, ungejua mimi nilivyoteseka huko mtaani jamani. Watu wamenipiga danadana kama mpira mbovu. Yaani kila nakoenda, yaani nazuiliwa, biashara zinafungwa, yaani mambo yanakuwa mengi, mara mtaji umelika. Lakini hapa mwalimu, nakuahidi sitotoka hapa. Na wala sitotoka kama ninavyoingia. Nitatoka zaidi nikiwa nimejaa matirio mengi kichwani mwangu. Mage, mimi nadhani mimi na wewe tutaongea zaidi pindi muhula mpya wa masomo utakapoanza, utakapoingia darasani. Niko hapa. Ikiwa kuna changamoto yoyote utakayokutana nayo, utakuja kwangu na niko tayari kuweza kukuelewesha. Umenifurahisha sana kwa jinsi ambavyo ulivyo na munkari ya kuweza kusoma kwa bidii. Mimi nikutakie uwe na siku njema unapoelekea nyumbani. Tukutane muhula mpya unapoanza. Shukrani sana mwalimu, ubarikiwe sana na uwe na kazi njema na ubaki salama. Hivi nikuulize wewe, nimekutumia faili. Hilo faili kwa nini hujalifanyia kazi? Unajua lile faili lina umuhimu kiasi gani? Bosana, ni kweli umenipatia faili, lakini kwa bahati mbaya bosi mkubwa alikuwa amenipatia kazi ambayo alikuwa anahitaji niweze kuikamilisha, na aliniambia nisishike kazi nyingine kabla sijaweza kumaliza kazi yake. Unamwambia nani hizo kauli? Ninayekupatia hapa kazi ni nani? Si bosi wako? Yaani unaona kabisa unijibu kauli za kipumbavu kama hizo. Hizo kauli za kishenzi unanipatia mimi. Umeambiwa ufanye kazi, utafanya kazi aliyokupa bosi na utafanya kazi niliyokupa mimi. Kama unaniona mimi kama ni mwenda wazimu niliyokupatia hiyo kazi, nadhani hapa ustahili kuweza kuwepo hapa. Hapa sio mahali ambapo unatakiwa kukaa. Unatakiwa kukaa huko jikoni kwa unapika chai ama kufagia. Kiukweli bosi, nisamee kama nakosea, lakini mimi nimeona nikueleze ukweli kwa kazi niliyokuwa nayo. Labda nadhani ungeongea na bosi mkubwa mkaweza kupanga, la sivyo faili zitakuwa zinanizidia. Sio kwamba sitaki kufanya kazi, lakini hii kazi niliyopewa ni ya muhimu sana na ina deadline, lakini faili lako halina deadline. Kwa hiyo bado nikimaliza hii kazi ya bosi mkubwa naweza kuifanya ya kwako, lakini siwezi kufanya kazi ya bosi mkubwa nikaiacha alafu nikaja nikafanya ya kwako. Naona sasa umeanza kuota mbawa. Hadi unanipangia mimi ni nini ambacho ninatakiwa nikwambie? Yaani mimi ndo natakiwa kujali kwamba kazi unayofanya ni kazi ya nani? Wewe ni mwenda wazimu. Sasa nikwambie Melinda, siku zako zinahesabika. Na kama unajidai wewe ni mwamba sana, kumbuka mimi ni bosi wako. Ninapotoa kauli yangu, hakuna mtu yote ambaye anaweza kuipinga. Na sasa inanibidi niende kwa bosi mkubwa kabisa. Wewe hapa kufai. Utaenda kutafuta kazi sehemu nyingine kama huyo rafiki yako Kibiriti Ngoma. Mshenzi mkubwa wewe, huna akili. Hivi mama, umeshaongea na Damia tena?
Alikutafuta? Anaendeleaje huko mjini? Kwa kweli mwanangu, napata sana wasiwasi juu ya dada yako. Hajanitafuta tena, sijui ni nini kimemkuta, na hata nikijaribu kuipiga ile namba, kwa kweli hata kuita haiiti, inakuwa tu inakata. Sielewi, nimebaki tu nikimwombea Mungu kwa sababu hata sijui ni wapi pa kuanzia. Sasa sijui atakuwa ameamua mwenyewe kwamba anataka kukaa aweze kujipanga mwenyewe, sijui amekutwa na shida. Yaani mwanangu, nachanganyikiwa, sielewi kabisa. Mama, sote tunamjua Mia. Kama angekuwa na changamoto, nadhani angekuwa amesha kutafuta. Na hata kama simu yake imeharibika, kuna watu wangapi ambao wana simu? Sisi wenyewe hatuna simu hapa, wakati mwingine mbona tunaenda kuomba huko na tunazipiga. Mama, mimi nadhani tu Mia atakuwa amechagua njia ya yeye kuishi na maisha yake. Ipo siku labda ataweza kututafuta, lakini kusema kwamba amepata changamoto, sidhani. Mia ni muoga sana wa changamoto. Kiukweli mwanangu, tuombe iwe hivyo, yaani mimi ninavyomwombea Mungu, kwa sababu huko mjini, ninavyosikia mjini kuna mambo mengi sana. Isije ikawa akaja akajiingiza kwenye mambo ambayo yatakuja kumletea matatizo baadaye, ama yatakuja kumharibia maisha yake. Yaani mwanangu, Mia ameniweka katika kipindi kibaya sana. Vipi, huyu dada yako naye alienda kujisajili huko shuleni? Ndiyo, aliondoka hapa, akasema kwamba anaenda kujisajili baada ya mfadhili kutuma ile hela. Mama, yaani unajua nilivyokuwa na furaha. Yaani Mage anaamua kusoma. Mage ambaye alikuwa ameshaamua maisha yake ni kupigana mtaani, leo anaamua kurudi shule. Ni hatua kubwa sana ambayo ameifanya. Yawezekana Mungu anataka kukutoa katika shida, mamangu. Yaani namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa ajili ya nyinyi watoto wangu. Namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa ajili ya uzao wa tumbo langu. Kiukweli, watoto wangu, sikuwahi kufikiria kama ipo siku mtakuwa mnawaza mawazo mazuri kama mnavyowaza sasa hivi. Mwenyezi Mungu aendelee kuwasimamia, aendelee kuwabariki, aendelee kuwapa kila mnachokuwa mnakiomba. Amen mamangu. Atubariki sote. Mi nadhani afande, mnaweza kumpandisha tu kizimbani na akahukumiwa, kwa sababu hata kama akuhusika katika kumuua mume wangu Kisesa, lakini alihusika katika kuniibia. Alinirudisha nyuma. Kama anaweza, aweze kunilipa ile pesa ambayo aliiba, ama kama hawezi, ahukumiwe kutokana na kile ambacho alichokitenda, kwa sababu huo ulikuwa wizi. Alivunja duka langu, aliharibu mali na pia alichukua pesa. Tunatarajia kuweza kumpandisha kizimbani Jumatatu kwa sababu uwezo wa kulipa ameshasema hana. Hivyo Jumatatu ndo tutajua mahakama inamhukumu kwa muda gani. Kwa hiyo ingekupasa ama ingekuwa ni vizuri ukaweza kufika mahakamani. Najua na ninatambua kwamba umempoteza mwenza wako na uko katika kipindi cha majonzi, lakini pia wewe ndiye sababu ya huyu kijana kuweza kuwepo hapa. Kwa hiyo ni vizuri ukaweza kuwepo. Na kuelewa afande, na mimi niko tayari kuweza kushirikiana na nyinyi. Jumatatu nitafika hapa mapema kabisa ili kuweza kuhakikisha kwamba haki inatendeka, na mimi hapa napata haki yangu, kwa sababu mimi ndo ambaye nimetendewa, na nimezungumza naye lakini hajaonyesha ushirikiano wowote, na ndio maana nimeona kesi hii iweze kwenda mahakamani na tuweze kupata haki yetu. Basi itakuwa ni vizuri, hakuna tatizo jingine. Jumatatu tutajua ni nini ambacho kinachoendelea, lakini pia nichukue nafasi hii kuweza kukupatia pole sana kwa kile ambacho kilitokea. Pole kwa kumpoteza mume wako. Pole sana kwa kuweza kupita katika njia ambayo kiukweli sio njia nzuri, na hakuna binadamu ambaye anamwombea binadamu mwenzake haweze kufiwa na mpendwa wake. Kwa hiyo mimi yangu ni hayo tu. Bosi, samani sana kwa kuweza kukusumbua, lakini nimekuja kwako kwa sababu wewe ndo mtu wa mwisho ambaye likitokea changamoto ama tatizo hapo ofisini inabidi tuweze kukutana nawe, na juu yangu hakuna mtu mwingine zaidi yako. Nimekuja kuleta malalamiko yangu juu ya mfanyakazi Melinda. Ninapompatia kazi aweze kufanya, anakuwa na visingizio vingi sana. Melinda amekuwa sio competitive katika kazi,
na mimi naona ana utovu wa nidhamu kupitiliza. Kwanza ana majibu yasiyokuwa rafiki kwa bosi wake, jambo ambalo linanipelekea mimi kuweza kushindwa kufanya kazi na Melinda. Nilikuwa naomba niweze kuandika barua ya kuweza kumsimamisha kazi Melinda. Unataka kumsimamisha kazi kwa sababu gani? Ni utovu wa nidhamu wa namna gani ambao amefanya? Labda ungeweza kunielezea, hapo ndipo ambapo tungemwita Melinda ili tukae na wewe tuweze kujua. Melinda ni mtu ambaye tunamhitaji sana hapa ofisini, na kiukweli nimempatia kazi nyingi sana Melinda ambazo anatakiwa kuzifanya. Sasa sielewi ni utovu wa nidhamu ama ni jambo gani ambalo amelifanya kubwa la kuweza kusimamishwa kazi. Akisimamishwa Melinda, maana yake hapa kampuni yetu imeanguka. Naelewa kwamba bosi umempatia kazi nyingi Melinda, lakini lazima aweze pia kupanga muda wake vizuri, kwa sababu alisema kwamba yeye ni competitive na anaweza kufanya kazi under pressure na anaweza kufanya kazi vile inavyotatizana, na za kwangu nazo aweze kuzifanya, kwa sababu bosi atakapokuwa anafanya tu kazi katika mafaili ambayo unampatia, maana yake haya mengine ataweza kulala bosi. Hicho ndo nilichomuita nikawa namweleza, lakini majibu yake yamekuwa ni majibu ya kutokuridhisha kabisa. Yaani ni kama ananidharau. Kwa kazi ambazo nimempatia Melinda, ni ngumu sana kuweza kufanya kazi nyingine. Hizo kazi ni nyingi sana. Mpatie mtu mwingine aweze kufanya kazi. Katika hii ofisi tumeajiri watu wengi. Hatuwezi kumtegemea mtu mmoja aweze kufanya kazi zote hizo. Lakini pia kama Melinda ametoa majibu ambayo hayakupendezi, nitamwita Melinda hapa niweze kuzungumza naye, na baada ya kuzungumza naye kusikia upande wake wa pili, nitakuita na wewe tuweze kukaa sote tujue mwafaka wa jambo hili, ili sote tuweze kufanya kazi kuweza kufikia malengo ya kampuni. Nitakuomba uweze kunisaidia kwa sababu tayari imeshakuwa changamoto. Iwapo anaumwa magonjwa ya zinaa, amebeba ujauzito, najua jambo hilo linaweza kupelekea mimba ikapata kutoka, na kuomba na niko tayari kuweza kukuongezea pesa uweze kuilinda hiyo mimba isiweze kutoka. Kwa hiyo kuna kuomba uweze kunipatia dawa ambazo nitampatia ili aweze kuanza dawa za kuweza kuponyesha maradhi ambayo yuko nayo, na una uhakika hana virusi vya ukimwi. Naona sasa umeanza kufikiria vizuri. Hana virusi vya ukimwi, na angekuwa na virusi vya ukimwi tayari ningesha kuambia. Magonjwa niliyokuambia ndiyo magonjwa aliyokuwa nayo. Umezoea sana kuambukiza watu hivi huoni huruma wewe? Angalia sasa, ungeweza kumuua mtu ambaye amekubebea mtoto wako, na pia ungeweza kumdhuru pia mtoto wako bila wewe mwenyewe kuweza kujua. Kaka kuona, badilisha mienendo yako. Sio kila kitu ni kuweza kunywa damu za watu, vingine achana navyo. Kwa sababu nimekuja na upole hapa, sikumaanisha kwamba unaweza kunipanda kichwani. Fanya kile ambacho mimi nilichokuambia, basi na kulipa pesa, si ndio? Kwa hiyo utafanya kazi yangu vile ambavyo mimi ninavyotaka, lakini sio kunipa njia kama mzazi wangu. You are nobody in my life. Wasikunishauri mimi kitu. Mimi ndo ambaye nafanya maamuzi kulingana na kile ambacho ninachokiamua katika akili yangu. Come on, usinipotezee muda. Hebu nipatie hizo dawa. Mimi sikuogopi tena kaka kuona. Mimi sio yule msichana niliyekuja miaka mingapi iliyopita nikiwa natetemeka nikikuona. Nilipona katika mikono yako na ulishindwa kuniua. Unafikiri utaweza kuniharibia maisha leo? Na hata ukiniharibia maisha, unafikiri kwamba ndio itakuwa mwisho wa maisha yangu? Kaka kuona, huyo msichana anahitaji dawa tu za kumeza. Anahitaji sindano za masaa. Sasa niambie, una uwezo wa kumchoma hizo sindano za masaa niweze kukupatia? Naona umeutambao sana mpaka unajitapa mbele yangu. Unasahau kwamba mimi nimeweka wazazi wako mateka, au umesahau hilo kabisa? Umechoka kuona msichana, cheza unakuchezaga. Sindano utakuja kumchoma mwenyewe nyumbani nikiwa naangalia. Dawa nitampatia mimi. Naona kuna watu wameshindwa kukaa kabisa nyumbani kwao. Mmekuja kujitambulisha kwamba leo mmeingia. Umekuja na njaa, umekuja kula ubwabwa kibandani kwangu. Yaani kama umekuja kula ubwabwa kibandani kwangu, kuja kunidanganya. Kwanza ulinipa redio ambayo inakoroma. Nilikuja kuniuzia kitu ambacho ni kibovu.
redio mpaka uchape kibao ndipo iweze kusema? Ni redio gani hiyo? Yaani nimepata shida sana kuweza kuuza kale ka redio katakataka, alafu umekuja kula tena ubwabwa. Hivi nikuulize, hizi suti unavyoniona nilivyovaa niweza kuja kula ubwabwa? Yaani mimi nije nile silaha nije nile misumari? Maanake huo sio ubwabwa unaopika. Ubwabwa gani unapika unatoboa meno? Ubwabwa wenyewe una nguvu kuliko meno yaliyoko mdomoni kwangu bwana. Mimi nimepita hapa kuja kuangalia wanakijiji wanaishije. Haya mavazi niliyovaa sio ya kuingia huku kwenye vibanda umiza na kula ovyo. Nani anataka kuweza kupiga puchi choo kwa vyakula mnavyopika huku kibandani? Naona umekuja kunijaribu, unataka niweze kuishia magereza, lakini nasema leo shetani ameshindwa. Kwa mavazi gani uliovaa? Hizo nguo umevaa kama msukule, ndizo ambazo zinaweza kupa kiburi eti uweze kuja kula kibandani, wakati ni wewe ulikula ubwabwa hapa nikawa natembeza na kudai pesa yangu. Unajificha ukaja ukanileta ka redio kabovu kana koroma kama wewe mwenyewe. Leo unakuja kuniambia kwamba eti siwezi kula huko kibandani ili niweza kupiga sijui choo sijui kitu gani. Wewe mzee wewe, mwangalie na kofia lako, kofia kama ganda la kabichi. Ninachoona ni kwamba wewe unanitaka wewe mwanamke. Mimi nikutake wewe? Ulishaona mtu anataka kibudu? Sasa ningekuwa ni kibudu mimi, wewe una mwanaume gani? Mwanaume gani ambaye amewahi kuwa na wewe? Zaidi sana tumeona tu watoto ukija, wakati mimi niko hapa naona kitumbo kinajaa tu. Mtoto wa kwanza, mtoto wa pili, nikakusaidia nikapeleka mmoja huko mjini, angalau aweze kubadilishia maisha. Amekujengea kakibanda ambako kanapikia watu silaha, risasi za meno kanapikia. Sasa unaleta kiburi. Wacha niende zangu, nilikuwa nimepita kuja kuwasalimia wanakijiji, lakini kwa sababu nyinyi mna uweke uliopitiliza, mnafikiri kila wakati ni vita. Melinda, nimekuita hapa sio kwa sababu ya kazi, lakini nataka nitambue ni changamoto gani iko baina yako wewe na Ana. Amekuja kushtaki hapa na kusema kwamba umemjibu vibaya baada ya kukupatia kazi. Bosi, kiukweli mimi sijamjibu bosi Ana vibaya. Sijui bosi Ana kwa nini anakasirika namna hiyo, lakini naweza kusema ukweli mtupu, kwa sababu najua mwisho wa siku mimi ndo ambaye nitateseka. Bosi, ulinipatia kazi, ukaniambia kwamba niweze kufanya kazi yako na niweze kuileta kwa wakati. Ndiyo nipo na iandaa ile kazi. Akaniita bosi Ana kuweza kunipatia kazi. Nikamwambia kwamba bosi Ana, wewe umenipatia kazi na unataka niweze kuileta kwa wakati. Akawa analazimisha na kwake niweze kuifanya. Nikichukua kazi zaidi, maana yake hii ya muhimu nitaiharibu. Inabidi niwe nayo makini. Ndicho nilichomjibu, lakini sio kumjibu vibaya. Nimemjibu vizuri tu. Ni kazi gani hiyo ambayo alikuwa anakupatia? Ni kazi ya kuandika proposal, kwa sababu kazi zake zote zilikuwa zinatoka kwangu. Mimi ndio nilikuwa naandika na kisha yeye anachukua file analileta kwako, kwa sababu mimi nilikuwa siwezi kuja kwako moja kwa moja. Analileta, analichukua yeye, analikagua, alafu kama kuna kitu cha kubadilisha ananiambia, na kisha baadaye yeye ndo anayelileta kwako. Sasa baada wewe kunipatia file za kuweza kufanya, yeye akiniletea kazi, manake nashindwa kuifanya, na kuwa namalizia ile ambayo wewe umenipatia ambayo ina muda. Yaani kumbe nilikuwepo niko sahihi. Nilijua tu Hana hawezi kukaa chini na kuweza kuifanya kazi peke yake. Sasa nimeelewa tatizo liko wapi. Nisikukuta umeshika hizo faili ambazo Ana amekupatia, kwa sababu ninachokitaka ni yeye aweze kusimama na kuweza kuandika hiyo proposal, ili nijue hiyo nafasi niliyompatia kweli inamfaa ama imfai. Alafu kuanzia sasa hivi nitatuma email, nitakubadilisha kitengo, utakaa katika kitengo cha research na proposal. Lakini bosi, naona ukinibadilisha kitengo, hiyo itakuwa ni mbaya zaidi, kwa sababu itanijengea mimi kuishi hapa ofisini kwa wasiwasi. Ana atazidi kunichukia mimi na kudhani kwamba mimi nimemzunguka. Mimi ndiye ambaye napanga wapi mtu aweze kuwepo. Hakuna mtu yoyote wa kunipangia. Nimekuita tu kuja kukusikiliza, lakini huwezi kunipangia. Mimi ndo nimeshaamua kwamba uende wapi. Alafu na wewe binti,
kama unataka kwenda mahali ama unataka kukua katika hizi kampuni, ni lazima ufunge mkanda. Usiruhusu mtu akakutumia vile anavyotaka. Ni lazima ujue thamani yako na namna ya kujisimamia. Unaweza kwenda. Kidawa, wewe una shida gani Kidawa? Ndiyo, ni mimi, lakini sina shida yoyote. Nimekuja kukupatia ujumbe wako. Alikuwa anakuja hapa kaka mmoja mrefu mrefu hivi, huko kichwani yuko kama amefunga matuta kwenye nywele zake. Alikuwa anasema sijui jina lake linaitwa nani, kama jina la jinamizi hivi, kwamba wewe ni mke wake na alishakutolea mahari na alikuwa anakutafuta. Nikamwambia kwamba mmeenda msibani na mtarejea. Kwa hiyo kama unawezekana wewe uweze kumtafuta, manake alikuwa anasugua malapa hapa sana kuja na kuondoka. Sasa nimeelewa. Ni mpenzi wangu yule, alikuwa ni pati. Simu yangu nilivyofika mjini kwa kweli ilizima chaja, na hakukuwa na mtu ambaye anachaja kama ya simu yangu. Watu wa mjini wanatumia simu kubwa na hawataki kabisa mambo ya visoswadi. Visoswadi hivi tumebaki navyo huku kijijini mara nyingi tu. Kwa hiyo nitamtafuta. Ni shemeji yako yule, na ni kweli kashanitolea mahari. Mwanzako mimi nishatolewa mahari na siku sio nyingi nitaolewa. Nitaolewa, nitaenda kuishi na mume wangu. Sio kama wasichana wengine hapa kijijini. Ni kweli kabisa Kasheshe, wala hata hujakosea. Yaani hicho unachokisema hujakosea, lakini sisi sio kama wewe. Hatuwezi kulipiwa mahari za kuku eti ndo tukaolewa, alafu umekaa hapa eti unaanza kutusema sio kama wasichana wengine hapa kijijini. Wewe kama umeamua kuolewa na huyo mwanaume wako, wewe nenda kaolewe taratibu bila hata kupiga kelele. Kila mtu ataolewa kwa wakati wake. Sio kajidai kwamba wewe eti wewe ndo umepata. Tu mwenyewe anaonekana kama kibaka hivi. Mtu akikuangalia hivi kama taira. Sasa nani anajifananisha na nyinyi? Yaani mimi nijifananishe na nyinyi? Bora hata mimi nimelipiwa mahari ya kuku. Wewe umelipiwa mahari gani? Kazi kuchunga makondoo tu. Hebu toka bwana hapa nitokee. Ushaleta taarifa inatosha. Zunguka kwenu unaenda. Nashukuru kwa taarifa.